Mungu anasema tufurahi tunapoingia katika majaribu. Na Mungu, kwa sababu ni Mungu, anaweza akatumia chombo chochote anachokiona kinamfaa kuipima ahadi yake kwa mtu. Sasa si kila pito na gumu mnalopitia eti ni kipimo cha Mungu kwako. Bengine ni mkakati wa adui wa kukukwamisha, na unayaona yanaendelea na kudumu kwa sababu mengine yako kwenye viwango vya juu sana, kwa maana ya utendaji wake ni wa viwango vya juu. Utendaji kazi wowote wa mtu kwenye chochote huwa uko moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Tukikuona uko hapa kwa sababu leo ibada ilikuwa moyoni mwako. Tukiona mtu anafanya jambo hilo liko wapi? Moyoni mwake. Na Mungu anaangalia moyo wa mtu. Sasa mwandishi wa Misali anasema moyo wa kila mfalme uko kwenye mikono ya nani? Ya Mungu. Moyo maana yake ule utayari wa kiutendaji wa chochote. Hasa naongelea ambacho kinapinga mtu, kinazuia mtu. Mungu anaposema moyo wake uko kwenye mikono yake, huo moyo wa hicho kipingacho uko kwenye mikono ya Mungu, maana yake Mungu anakimudu. Ukiona mtu anakuambia nimekuweka kwenye kiganja changu, maana yake anakumudu. Umenielewa? Sio kwamba amekushikilia. Uko kwenye uwezo wake. Akiamua kusema geuka, utake usitake utageuka. Akisema mbele tembea, kwa sababu anakumdu, utatembea, utafanya anavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu uko kwenye kiganja chake. Kuna watu wako kwenye ndoa, wenzi wao kishirikina waliwaweka kwenye viganja vyao, wanaweza kuwageuza wapendavyo. Kwa nini? Kwa sababu wanawamdu. Najaribu kukufafanulia mstari wa kwanza wa Misali sura ya 21 kwamba moyo wa mfalme yeyote uko kwenye mkono wa nani? Maana yake chochote kinachoitwa ufalme, Bwana ana uwezo wa kukimudu. Anaweza kukiongoza, kukifanya apendavyo. Kama ni ufalme umezuia mtu kuona mpenyo eneo la uchumi, moyo wa mfalme huyo, utendaji, mamlaka na nguvu za mfalme huyo ziko kwenye mkono wa nani? Maana yake Mungu anamudu huo mfumo ambao wewe umekumudu. Kama ni mfumo wa magonjwa, vifo vya kabla ya wakati, mashambulizi kwenye ndoa, eneo lolote mahali mtu anapita, Bwana anasema ule mfumo wa hivyo vitu viko kwenye uwezo wake. Yeye anavimudu. Anamudu utendaji wote wa chochote kinachotumudu sisi. Kama kuna jambo limetuweza sisi, kwa Mungu analiweza yeye. Kama tumewezwa na magonjwa, Mungu anasema uwezo wa magonjwa huo unaotuweza sisi, Bwana anaumudu.
Maana yake yeye anaweza kuamuru mahali penye magonjwa pasiwe magonjwa. Ndio maana ya Misali 21:1 anasema, rudia kusoma kwa sauti. Neno linasema, moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Mkono wa Bwana. Kama mifereji ya maji. Ametumia mfano wa mfereji wa nini? Maji. Wa maji. Ugeuza popote apendapo. Anaugeuza popote apendapo. Ndivyo Mungu anamaanisha kusema, moyo wa chochote ambacho kinainuka kinyume na maisha ya kwako kiko kwenye mikono ya Mungu, na Mungu anaweza kukigeuza anavyopenda, kama ambavyo maji yanaweza kugeuzwa. Yalikuwa ni maji yanazunguka ovyo ovyo, yanaweza kugeuzwa yakavunwa, yakatunzwa pahala, yakatumika kwa ajili ya kutumia, yakatumika kwa ajili ya kumwagilia, yakatumika kwa ajili ya chochote sawa na aliyeyageuza. Lakini yakiachiwa yanaenda yanavyotaka. Wakati moyo wa nguvu yoyote ya uharibifu iliyoachiliwa kwenye maisha ya mtu, iwe kwa ngazi ya kifalme, iwe kwa ngazi ya wakuu, iwe kwa ngazi ya majeshi ya pepo wachafu, na yakaelekezwa kwamba hakikisha wale mabinti kwa lile kanisa hakuna utakatifu, kwamba mabinti kati ya lile kanisa hakuna ndoa, kwamba katikati ya lile kanisa hakuna mpenyo wa uchumi, kwamba katikati ya lile kanisa hakuna kuelewana. Mimi nasema ajenda hiyo Bwana anaimudu. Waliposema hakuna kuelewana, Bwana anasema kuna kuelewana. Anaposema wao kuna magonjwa, Bwana anasema kwa kupigwa kwake tumeponywa. Wanaposema hatuwezi kufanikiwa, Bwana anasema tutafanikiwa sana. Waliotunga ajenda hiyo anasema yeye anawaamdu, wako kwenye mkono wake, kwa mfano wa mkondo wa maji, kwamba yanaweza kugeuzwa leo maji. Kama tungekuwa na chemichemi kubwa hapa, tunaweza kuisafirisha kama tuna nyenzo, ile chemichemi ikatiririka, huenda Kisesa wakapata maji, tukalazimisha mtelemko uende. Ndio maana kuna watu wako Shinyanga hawanywi maji ya chumvi. Maji ya chumvi wameyasahau. Kwa nini? Kuna bomba la maji ya ziwa Victoria yamelazimishwa, yanasukumwa mpaka Shinyanga, wanapata maji. Maana maji yanaweza kugeuzwa. Anatumia huo mfano ili uelewe kwamba chochote ambacho kinaleta ugumu kwenye maisha yako ni kwa sababu kimekumudu wewe. Hiyo tabia imekumudu wewe, hayo matatizo yamekumudu wewe. Ndio maana unapambana, uwezi kutoka. Hata kumiliki kitu sio jambo jepesi. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamekumudu, wanasema hakuna kumiliki. Ashukuriwe Bwana. Anasema hivi, moyo wowote wa chochote kwamba yeye kiko kwenye mikono yake anakimudu, anaweza kukigeuza. Rana anaweza kuigeuza, uharibifu anaweza kugeuza. Naongea na mtu mmoja anayeelewa anataka kwenda wapi. Walio tayari, Bwana anasema tangazo kwako kwamba kinachokumdu yeye anakimdu, atakigeuza mfano wa maji katika mkondo uliotengenezwa. Pe Yesu makofi mengi. Kwa sababu aliyekuwa na mudu kushindwa kwangu, aliyekuwa na mudu hofu iliyokuwa kwangu, aliniambia akasema, ukisimama mbele ya watu ujue umepewa nafasi ya kuwaelewesha kitu. Tafasiri yake ni kwamba wao hawajui kitu. Hata kama wanajua, hawajui ninachokisema. Hata kama wamesoma vingine, wanajua vingine. Nilichosimama kulipresenti kwao, wao wanakuwa hawajui. Bwana akaniambia, wewe unaposimama mbele ya watu, hao watu kuna vitu vimewashinda, wewe unaviweza. Kwa nini? Kwa sababu nitakuwa na wewe. Kama mtu mmoja ananielewa aseme ameni. Sikiliza nikuambie, kuna vitu mpendwa, ukiwezwa umewezwa. Unanielewa? Kuna mtu hajasikia, narudia tena, ukiwezwa
Ndio maana juhudi zako hizo ulizonazo ni nyingi, lakini hazileti nini? Matokeo mazuri, kwa sababu kuna sehemu umewezwa. Bidii yako hiyo, kama ungekuwa hujawezwa, ungekuwa mbali sana. Bidii ya kuomba ni nzuri, maana unayo. Bidii ya kazi ni nzuri, maana unayo. Bidii ya kuabudu ni nzuri, maana inahitajika. Huwezi ona matokeo kama kuna sehemu kwenye hilo nalotia bidii, kuna nguvu inakuwezea mpaka asimame ambaye anaimudu. Na anayeweza kumudu kinachomweza mtu si mwingine, ni Mungu wa mbinguni. Yeye anasema vyote vi kwenye mikono yake.